Tunakushukuru, tunakutukuza siku zote. Asante kwa ajili ya wema wako, asante kwa ajili ya kila mmoja wetu. Baba, asante kwa ajili ya uwepo wako katikati yetu. Tunakuadhimisha na kukushukuru kwa kila ambacho unafanya ndani ya maisha yetu na hata katikati yetu. Baba, umeinuliwa, umetukuzwa. Asante maana umetuhifadhi, umetuweka salama. Unatuokoa na kila hali zozote zinazojitokeza kinyume chetu. Tunakuinua na tunakushukuru milele. Baba, asante kwa ajili ya haya matoleo. Natamka baraka na uwezesho wako katika maisha ya watoto wako tena leo katika jina la Yesu Kristo. Baba, ukawezesha kila mmoja katika utajiri huu akapate vingi na akasitishwe katika jina la Yesu. Baba, ukatuinue na kutusaidia kuwa katika neema ya utoaji. Ukatuwezeshe na kutusaidia katika hilo eneo. Neema yako ikasimame kwa ajili yetu. Baba, asante kwa ajili ya kila aliyoko hapa leo. Neema na utukufu ukawe juu yake. Ninakuadhimisha na kutukuza na ninakushukuru. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, tuseme amen. Amen. Glory to God. Glory. Tunaweza tukaketi. Kwanza kabisa nimshukuru Mungu kwa kunichalia na kunikirimia neema yake na kunipa fursa kama hii kusimama mbele ya watakatifu. Ni fursa kabisa, sio kwamba nastahili. Ni neema ya Mungu kabisa kusimama mbele yenu. Na namshukuru na mtukuza. Nimshukuru Mungu kwa ajili yako pia kuwa sehemu ya huduma na kuwekwa hapa tena leo. Mungu amani akubariki, akutende mema na kaone ukuu wake ndani ya maisha yako. Amen. So niwakaribisha katika ibada ya mafundisho. Nataka tujifunze habari njema za Kristo. Na tutakuwa kabisa. Leo ni simu imekuwa na shida. Simu imekuwa na shida. Kuna mafundisho yale ya mafundisho ya mkesha sija post kwa sababu nimeupload, lakini nimeupload sehemu lakini iko private. Sijaiweka public kwa sababu nilikuwa nangojea fundisho lingine liko kwa hiyo simu ya Hilary ambalo bado sijalipata. Ndio nisikuja sikiwa sote pamoja. Alafu Sunday iliyopita mafundisho yote yenye tulichukua Jumapili haina sauti kabisa. Ina play tu video lakini haitoi sauti. So samahani kabisa katika hilo. So unaweza subiria kuyaona mafundisho ya Jumapili au utayaona kwa sababu ya changamoto za mitandao. Changamoto za mitandao, mashini. So acha tuone, tuna imani kwamba ya leo itakuwa bora. Ile simu nimekuwa nikitumia iliharibika, screen inahitaji screen zote mbili. Ndio naona tumekuwa na hiyo changamoto. Mungu atuwabariki na simu mzuri. Tusitegemee tu moja. Kati moja imekwama, moja anaweza akaleta yake pia ikasaidia. Amen. Tunaenda mbali kabisa. So leo tunajifunza ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ama unaweza sema ubatizo wa Roho. Part 4A. Ubatizo wa Roho part 4A. Ubatizo wa Roho part 4A. Last tulijifunza mwisho kabisa tulikuwa na ubatizo wa Roho part 3. Na kwa hiyo part 3 tulikuwa tunajifunza kuhusu my father's house. I hope tunakumbuka my father's house. So tulijifunza vizuri kuhusu my father's house. Sasa leo tunajifunza kitu kinaitwa the ascension.
The ascension na nikiwa na maana ya kupaa kwake. The ascension. Ascension ni neno, the ascension ni AS alafu CENSION. Ascension. Kwa Kiswahili unaweza kaandika kupaa kwake. So kwenye sehemu ya 4 ama part 4 tutakuwa tunaangalia kupaa kwake, the ascension. Tutakuwa tunaangalia hii sauti nitengenezee. Ama usikii kwa hiyo eko fulani, nafikiria ni kuna high ama kuna bass iko juu kidogo. The ascension ama kupaa kwake. Kupaa kwake. Neno kupaa kwake liko katika maandiko zaidi. So tutafikia huko polepole ili uelewe maandiko vizuri. So kwenye part 3 tuliona na tukaangalia kuhusu familia ya baba. Tuliangalia familia ya baba kwenye anasema kwamba nyumbani mwa baba yangu muna makao mengi. Kwenye Yohana 14 kuanzia 1 kisoma utakutana anasema nyumbani mwa baba yangu muna makao mengi. So kwenye part 3 ama sehemu ya 3 tulikuwa tukiangazia kuhusu familia ya baba. So tuliona ahadi ya Mungu tangu mwanzo kutokea kwa hiyo kinachoitwa nyumbani mwa baba yangu ama familia ya baba. So tulijifunza kuhusu ahadi ya baba. Tulijifunza tuliona ahadi ya Mungu tangu mwanzo. So leo tutachukua muda leo na Jumapili wengine kama vile tutajaliwa, tutakuwa tukiangalia hii term inayoitwa kupaa. Kuna hii term inaitwa kupaa. Haleluya. Tutakuwa tunaangalia hii term inayoitwa kupaa. Hili neno kupaa ndio tutakuwa tunaliangalia, ascension, kupaa. So kwenye sehemu ya 4 tutakuwa tunaangalia neno kupaa. John chapter 20 verse 17. Tutaanzia pale John chapter 20. Yohana 20:17. I'm sorry, kwa natafuta Yohana kwenye Agano la Kale. Ni hali tu ya kusahau pia. So ndio nimekumbuka kwa haraka kabisa kaenda mapi yenye nafaa niipate. So John 20 verse 17. Yohana 20:17. So pay attention, na hizi habari tunapojifunza ni za muhimu katika maisha yetu kabisa na hata katika kuishi kwetu. So naomba na kupokea kwamba macho ya mioyo yetu yanatiwa nuru. Tunaangaziwa, tunamjua Kristo kupitia neno lililoandikwa, na nuru ya Mungu inakaa kwenye mioyo yetu, kisa linaondoka, na tunakuwa katika maarifa ya kumjua yeye kwa utukufu wa jina lake. Amen. So soma hiyo Yohana 20:17. Nasema Yesu akamwambia usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa maana sijapaa. Unaona hilo neno kupaa, sijapaa, ndio hilo neno sijapaa ndio tunaenda kuangalia kwa sana kwa sehemu hii ya 4. Sijapaa ama kupaa kwake. Sijapaa kwenda kwa